Mimi naitwa Prosper Alois Mredi, afisa ukaguzi kanda, kitengo cha kudhibiti ubora wa masoko ya uvuvi na masoko na kitengo cha Mimi naitwa Prosper Alois Mredi, afisa uvuvi kanda, kitengo cha kudhibiti ubora mazao ya uvuvi na masoko yake. Tunaona sasa mradi huu unaenda kuleta tija gani kwa wafanya biashara na wavuvi hasa wa eneo hili la Mfungu? Mradi huu utaleta tija kubwa sana kwa wadau wetu wa uvuvi kwa kuongeza ubora na thamani ya mazao ya uvuvi. Kama tunajua huko awali, wadau wengi hapa wanashika dagaa chini, na matokeo yake ya kuandika dagaa chini zikawa na ubora ambao ni wa hali ya chini sana, na kutokana na ubora huo wa hali ya chini umepelekea kupunguza thamani ya lile zao, yake pia kuongeza zile fedha au ile tija ambayo inapatikana kwenye biashara ya mazao. Sasa kwenye mradi huu ambao unaweza kufikia badala ya ukaushaji wa dagaa ambao utajikita kwenye ubora, utaongeza thamani na matokeo yake tutapata masoko ya nje, ambao masoko hayo yanaweza kuingiza fedha za kigeni na kuongeza kipato kwa hawa changamoto kubwa ilikuwa ni teknolojia hii ambayo ilikuwepo, pamoja na ule uwezo wa hii jamii iliyoko hapa kuweza kununua ile teknolojia au vile vifaa ambavyo vinatakiwa kwenda kukausha. Kwa mfano kama hii solar tank ambayo itakayowekwa kwa mtambo kukausha dagaa kwa njia ya jua. Huu hapa ni mtambo ambao una thamani kubwa, na wenzetu wa hifadhi ambao wametusaidia kupitia shirika la LD4 wameingia gharama kubwa sana kuweka huu mradi, ambao wananchi watapokuwa wanaotumia huo mtambo sasa hivi hawatakuwa wanaendelea tena kukausha dagaa, watakuwa wanaweka kwenye huo mtambo. Huo mtambo unakausha kwa muda mfupi sana hizo dagaa, na zinakuwa hazina uchafu wowote ule, na zinakuwa zina thamani ile ambayo inatakiwa tayari kupelekwa. Miongoni mwa kitu kinacholetwa na mradi huu pia ni taa za sola. Unahisi katika matumizi ya taa za sola kufanya kuboresha kwa wavuvi ndani ya uletaji wa taa za sola utawasaidia wadau au wavuvi kupunguza zile gharama za uvuvi ambazo wanazitumia. Kumbuke kuwa taa za sola kwa thamani kubwa zinauzwa kwa bei yani ambao wavuvi wengi hawawezi kununua. Kwa hiyo sasa msaada ambao wanaenda kupata hapa sasa hivi utawarahisishia zile gharama ambazo walikuwa wanaingia kwenda kununua au wakashindwa kununua na kutumia tamaduni, sasa hivi wakaenda moja kwa moja wakaongeza mavuvi yale ambao wanaweza kupata, na matokeo yake mfukoni wakaongeza nini ile kiasi ambacho wanachopata kwenye hii biashara.